Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametangaza baraza jipya la mawaziri likiwa na mabadiliko makubwa ya kiwizara sambamba na sura mpya za mawaziri walioteuliwa kuongoza wizara hizo. Mabadiliko hayo yanatajwa na wachambuzi wa masuala ya siasa na uongozi kama hatua moja ya kuleta maridhiano na kurudisha uhusiano kati ya serikali na wananchi. Florence Majani ametuandalia taarifa hii. Rais Samia Suluhu Hassan ametangaza baraza jipya la mawaziri leo likiwa na wizara mpya mbili, wizara ya kazi, ajira na mahusiano na wizara ya vijana. Hatua hii ya kuundwa kwa wizara hizi imekuja ikiwa ni siku chache baada ya rais kulihutubia bunge Novemba 14 akiahidi kuunda wizara kamili ya vijana itakayosikiliza na kufanyia kazi changamoto za vijana ambayo itakuwa chini ya ofisi ya rais. Akizungumza na wanahabari leo Ikulu ya Chamwino, Dodoma, Rais Samia amesema amefanya marekebisho kidogo katika wizara ya kazi na ajira na kuongeza kipengele cha mahusiano ambacho kitafanya kazi na makundi mbalimbali ili kujenga mahusiano mazuri. Tumefanya marekebisho kidogo kwenye wizara ya kazi, ajira na maendeleo ya vijana iliyokuwa, kwa sababu vijana tumewatoa. Sasa tumeona kuna haja tuwe na wizara ya kazi, ajira na mahusiano. Na mahusiano maana yake ni kwamba atakayeshika sehemu hii ya mahusiano atakuwa na kazi kubwa ya kama tulivyosema, kufanya mazungumzo na makundi mbalimbali na wahusika mbalimbali nchini ili kujenga mahusiano mazuri. Waliochaguliwa kushika nafasi katika wizara hizo mpya ni Joel Arthur Nanauka aliyechaguliwa kuwa waziri wa maendeleo ya vijana na Deus Clement Sangu aliyechaguliwa kuwa waziri wa kazi, ajira na mahusiano. Wachambuzi wa masuala ya siasa na uongozi wamezungumzia mabadiliko yaliyowekwa katika baraza hilo. Mchambuzi wa masuala ya siasa na uongozi kutoka shule ya sayansi ya siasa ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Profesa Abel Kinyondo alikuwa na maoni haya. Bado tunasubiri kuona kwamba mabadiliko ya wizara yatambadilisha na waziri mwenyewe na naibu wake, au kwa sababu wengi ni wale wale tutegemee yale yale, na kwa maana hiyo malalamiko kuendelea. Pamoja na wizara hizo mpya, Rais Samia ameteua sura mpya katika baraza hilo la mawaziri. Sura hizo ni pamoja na Paul Christian Makonda ambaye ameteuliwa kuwa naibu waziri wa pili, wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo, na Wanu Hafidh Amira akichaguliwa kuwa naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, wakati Joel Nanauka yeye akiongoza wizara ya vijana. Pamoja na sura hizo mpya, wapo mawaziri wa zamani ambao nafasi zao zimezibwa na mawaziri wengine, akiwamo aliyekuwa naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Dr. Doto Biteko, Hussein Bashe aliyekuwa waziri wa kilimo, Innocent Bashungwa aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani, Janisa Mhagama aliyekuwa waziri wa afya na Dr. Selemani Jafo aliyekuwa viwanda na biashara. Wananchi wamekuwa na maoni mbalimbali kuhusu uteuzi huo, hasa katika sura mpya zilizotajwa katika baraza hilo. Kwa majina naitwa Joel Demas. Kiukweli kwenye wizara ya vijana nimefarijika sana na nimekoshwa mno kulingana na mtu ambaye ameweza kumteua Joel Nanauka, na naamini kabisa na imani naye. Pamoja na mabadiliko ya kiwizara, kadhalika Rais Samia amewateua Balozi Hamis Musa Omar kuongoza wizara nyeti ya fedha, wakati Balozi Mahmoud Thabiti Kombo akiwa waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa, na ile wizara ya mawasiliano na teknolojia ya habari ikiongozwa na Angela Kairuki. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. Baraza jipya la mawaziri limezua mjadala nchini Tanzania kufuatia mabadiliko makubwa ya majina na nafasi. Baadhi ya mawaziri waliokuwa wakiongoza wizara muhimu hawajarejea, huku sura mpya zikijitokeza, na uteuzi wa mtoto wa Rais Samia na mumewe pamoja na kurejea kwa Paul Makonda katika wizara ya habari umeibua maswali kuhusu taswira ya kisiasa, uhuru wa vyombo vya habari na majibu kwa malalamiko ya kizazi cha Gen Z. Najat Omar amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Tanzania, Gwandumi Mwakatobe, na kwanza anaanza kuelezea taswira ya baraza hilo. Kwa ufupi tuseme tu kwamba kwanza ni mwendelezo ule ule kwamba tuna baraza kubwa la mawaziri ambao na mambo mengine yanaingiliana. Tungekuwa na wizara moja ya uchumi, ndio kilio cha wengi siku kwamba
wizara zinakuwa nyingi mno na kutumia fedha nyingi mno, na wizara zenyewe zinaingiliana. Suala la mtoto wa Rais Samia Suluhu Hassan Wanu Ameri na mumewe Mohamed Mchengerwa kuwa kwenye baraza hili la mawaziri linatoa taswira gani? Wanaita nepotism kwa Kiingereza, yani upendeleo wa ndugu na marafiki zako. Kama nilivyosema, hachaguliwi mtu kwa sababu wa weledi alionao na jinsi alivyomchapakazi, lakini kwa sababu anafahamiana na mteuzi, ni ndugu wa mteuzi. Kwa tunaendeleza ugonjwa ule ule ambao ulimwangusha hata Chakwera. Alikuwa ameteua mtu na kaka yake, mtu na mke wake, mtu na dada yake. Tumeona sasa mke mume yuko kule, shemeji yuko kule. Ni ugonjwa mkubwa. Lakini lingine niliseme, unapobadilisha, wengine hawafahamu, unapobadilisha wizara mara kwa mara unaita jina hili, kuna gharama kubwa sana taifa linaingia kwa kuchapisha, wanaita letterhead, zile barua mpya, kutengeneza vitu mbalimbali vya wizara upya, kwanza kuchora upya, kwanza kuweka mabanga wizara mpya, wakati tulipaswa kuwa na wizara ambazo tunazifahamu kwamba hizi ndo wizara zetu, hazitabadilika. Kuhusiana na kuundwa kwa hizi wizara, kama ulivyosema, kumeundwa wizara mpya ya vijana na maendeleo na amechaguliwa Joel Nanauka ambaye ni mbunge mpya. Unadhani Joel anaweza kukabiliana vipi na malalamiko ya Gen Z nchini Tanzania? Kwanza ni ahadi. Rais alisema anaunda wizara ya vijana, kwa ametekeleza hilo ahadi. Lakini aliyemteua atafanyaje, atatekelezaje na atajibuje malalamiko na matatizo walionayo vijana lukuki mengi sana? Tumpe muda kwanza. Tuzungumzie suala la kuwepo naibu waziri wa pili kwenye wizara ya habari na utamaduni na sanaa, ambaye sasa amechaguliwa Paul Makonda, ambaye mwaka 2017 alikuwa na kashfa ya kuivamia Clouds FM. Unadhani Makonda yamewekwa katika wizara sahihi, na ina maana gani kwa vyombo vya habari huko nchini Tanzania? Ina maana tu kubwa kwamba yule ambaye anakupigia makofi, yule ambaye anakuabudu, ndio hata angekuwa mbaya kiasi gani kwa wengine au hata kwa taifa, atateuliwa. Huyo ni mtu pia aliwahi kukataliwa kutoingia Marekani kwa kujihusisha na mambo mengi, pamoja na kwamba anapenda sifa, lakini ni mtovu wa nidhamu kweli kweli. Ni Gwandume Mwakatobe kama alivyozungumza na mwenzangu Najat Omar kuhusu maoni na mitazamo tofauti ambayo imejitokeza tathmini ya baraza jipya la mawaziri huko Tanzania. Paul Makonda akiingia kwa mara ya kwanza katika wizara ya habari kama naibu waziri. Tuendelee na uchambuzi wetu sasa hivi tukiangazia yale ambayo yamejitokeza huko Bangladesh. Mahakama ya Bangladesh leo imemhukumu waziri mkuu aliyeondolewa madarakani Sheikh Hasina kunyongwa kwa makosa ya uhalifu dhidi ya ubinadamu. Hasina mwenye umri wa miaka 78 alikaidi amri za mahakama kwamba arudi kutoka India kuhudhuria kesi yake kuhusu ikiwa aliamuru msako mkali dhidi ya uasi ulioongozwa na wanafunzi mwaka uliopita ambao hatimaye ulimuondoa madarakani. Je, hukumu hii ni ushindi kwa vijana wanaopigania mageuzi na unawatia moyo kwamba harakati zao zinaweza kufanikiwa? Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Ibrahim Rahbi akiwa huko jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, ambaye kwanza anatoa tathmini yake kuhusu hukumu hiyo. Hii kitazama hali ya ndani ya Bangladesh ni kama imepokelewa kwa vifijo, licha ya kuwa utekelezaji wake unaweza ukawa ni kitendawili. Mahakama iko huru na Hasina anaweza ukata rufaa. Vipi unauona mtazamo wa vijana wanaoweza kuleta mageuzi? Unaona kwamba hukumu hii inaweza ikawapa moyo vijana kwamba harakati zao zinaweza zikafanikiwa? Nadhani vijana wanataka zaidi ya hilo, kwa sababu kama hiyo mahakama ndani ya Bangladesh ilikuwepo na ilikuwa ikifanya kazi, licha kuwa ilikuwa ikilaumiwa, pia ilikuwa inatoa hukumu za kisiasa zaidi ambazo zilikuwa ziko upande wa Sheikh Hasina. Vijana wanataka zaidi ya hili ambalo linaonekana kuwawajibisha tu watu ambao labda wanasiasa ambao hawakupendwa na vijana, au ambao hawakuwatendea vizuri vijana, au hawakuzitendea vizuri nchi zao. Nadhani hilo pia halitoshi. Vijana hakiwasaidii sana hili la hawa watu kuhukumiwa. Vijana wanataka mabadiliko. Unaona kwamba hiki ambacho kimetokea Bangladesh kinaweza kweli kuleta mabadiliko yoyote ya kimtazamo katika mataifa mengine, hasa Afrika Mashariki?
Siwezi kuona kama ni moja kwa moja inaweza vile, kwa sababu aina ya siasa pia kidogo zinakuwa ziko tofauti kati ya siasa za eneo moja na siasa za eneo lingine. Ni tofauti kidogo na siasa yetu sisi, mfano ya Afrika Mashariki. Tunaona uongozi unabadilika sana kwa kile ambacho unaweza kusema kuwa anakuja huyu anampisha huyu, lakini bado inaonekana kila anayekuja bado hafiki kwenye kiwango ambacho vijana wanataka. Katika kuboresha na kuimarisha demokrasia, watawala wanaweza kujifunza nini kutokana na kile ambacho kimejitokeza Bangladesh? Unaona pengine wao wanaweza kuchukua hatua za kuepuka pengine hiki ambacho kimemfika Sheikh Hasina? Bila shaka watawala wanatakiwa waishi kwenye ile kauli ya kuwa nafasi zao ni kama makoti ya kuazima, kuwa kuna siku yataondoka. Hata zile kinga ambazo zimekuwa wakitembea nazo muda mwingi zinaweza siku moja zikaondoka, kwa sababu hata Hasina alikuwa na kinga kubwa ambayo ilikuwa inamshikilia, lakini leo anahukumiwa katika nchi ambayo aliamini yeye ni ya kwake na anaikontrol kwa kiwango kikubwa sana. Lakini pia vijana wana nafasi ya kujifunza kuwa huenda mkawa na kiongozi anayepita haraka na huenda mkawa na kiongozi anayekaa muda mrefu, lakini hitaji la vijana, ametimiza nini ambacho vijana wanataka, kwa sababu kiuhalisia vijana hawana maisha, ndio kinachowasumbua. Vijana hawana maisha wala hawana matumaini. Unaona hukumu ambayo imepitishwa dhidi ya Sheikh Hasina inaweza kuwafanya watawala kubana mianya yote ili wasijikute katika hali kama hii, na hivyo vijana na wale wapenda mageuzi wakakosa kabisa namna ya kutetea maslahi yao? Ni kweli hilo linawezekana, lakini pia linategemea pia liko wakati gani. Wakati wa vurugu zilizotokea nchini Misri mwaka 2011, alivyokuja mtawala wa kidemokrasia Mohamed Morsi, aliacha mambo yakaenda sawa, lakini baada ya kuondoka Morsi na jeshi la Misri likarudi tena kuishika nchi, nadhani kwa sasa ukizungumza utaona kuwa hali imekuwa ni ngumu zaidi. Leo hii nchi iliyokuwa ya Hosni Mubarak na nchi ya Al-Sisi, utaona kuwa ya wa kwanza ya Hosni Mubarak ilikuwa nyepesi kuliko ya Al-Sisi. Maanake leo vijana wameminywa zaidi katika hilo unalolisema kuwa watawala huenda wakatafuta njia ya kudhibiti zaidi nguvu ya vijana kujipenyeza kwa vyovyote ili kuwafikia. Ibrahim Rahbi, kama nilivyozungumza naye kuhusu hukumu iliyotolewa